Siku ya kwanza wakati anazaliwa, yuko baba mmoja ambaye alituma wajumbe wake, akasema, nendeni mkaniambie amezaliwa wapi. Wale wajumbe wakaenda, wakafika kwa yule mtoto alikozaliwa. Walipofika, naye Mungu akawatokea. Alipowatokea akawaambia, msirudi katika ile njia ambayo mmeipitia wakati mnakuja hapa. Piteni katika njia nyingine. Vile vile wale watu wakafanya hivyo hivyo kama walivyoambiwa na Mwenyezi Mungu. Tunamzungumzia nani? Tunamzungumzia Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Siku anazaliwa, Herode alituma mamajusi ili wakalete taarifa kwa ajili ajue alipozaliwa huyo Yesu ili aende akamwangamize. Kwa nini habari hii inakuja katika hali ya kutaka huyo Yesu auliwe? Yaani hii ni story ambayo, huu ni ujumbe ambao unamuhusu huyo Yesu. Lakini ujumbe huo unakuhusu hata wewe mwenyewe. Iko hivi, unapoanzisha maisha, usitake kila mmoja akajue maisha yako unayaanza vipi na unayamaliza vipi. Kwa maana miongoni mwa wale ambao unawashirikisha maisha yako, ndiko kuna adui yako, ndiko kuna sinichi wako, ndiko kuna mchawi wako. Unaweza ukapanga kutengeneza duka la milioni 20, lakini yeye akakudanganya, akakutwiti mpaka akakufanya utengeneze duka la milioni 30. Na ukisha kutengeneza milioni 30, unakuja kujikuta unaanza kuingia hasara ambazo zilikuwa ziko kinyume na matarajio yako. Iko hivi, unapoanza hatua, mshirikishe Mungu peke yake. Kwa sababu Mungu ndiye mwenye kukupa maarifa ya kila kitu ambacho unajiuliza. Mungu ndiye mwenye kukwambia ukweli kuhusu maisha yako. Mungu ndiye mwenye kukwambia ukweli kuhusu mahusiano yako. Mungu ndiye mwenye kukwambia ukweli kuhusu kanisa lako. Mungu ndiye mwenye kukwambia ukweli kuhusu msikiti wako. Mungu ndiye mwenye kukwambia ukweli kuhusu ndoa yako. Kwa hiyo kwa Mungu huwa hakunaga kazi ambayo ni mbaya. Siku zote kazi inayotoka kwa Mungu huwa ni nzuri. Ila sisi binadamu tunaitumia vibaya, ndio maana inaonekana kuwa ni mbaya. Karne hii tunavyoenda, Mungu atakaposhuka kuchukua walio wake, itamuia vigumu, kwa sababu wanaoenda kanisani na wanaoenda kwenye baa, kwa karne hii kuna wengine wanaanza kufanana, japo sio wote, lakini kuna wengine wameanza kufanana. Kwa maana kuna mtu anasimama barabarani anasema, bora mimi nisienda kanisani kuliko yule anaenda kanisani. Naomba nizungumze na unaenda kanisani. Ikiwa unaenda kanisani na unaamini Mungu yuko anakutendea miujiza mingi, anakuponya na mengi, au unaenda msikitini unaswali dua zako zinafika, hebu mtumie Mungu wako vizuri. Usifanye Mungu akageuka kuwa ni jalala, wakati Mungu ni zaidi ya dhahabu. Siku zote jinsi unavyojitwiti kwenye maisha ndivyo tunavyokuchukulia. Hata ukienda kanisani mara 200,